askofu, wapendwa familia ya Mungu, sisi kama wahujaji tunaitwa tuwe katika safari ya kumpelekea Kristo mizigo yetu, ya kumpelekea Kristo mahangaiko yetu, ya kumpelekea Kristo pia matumaini yetu. Ni mwaka wa jubilei kuu ya miaka 2025 ya Ukristo. Na leo tulipoanza kabisa pale Kibosho, tumekuwa wahujaji ambao tuna mizigo ya kiroho, mizigo ya kimaisha, mizigo ya kifamilia, mizigo ya kikanisa, mizigo katika nchi yetu, mizigo katika ulimwengu. Tunaona hakuna amani duniani, lakini Kristo huyo anatuita tumpelekee mizigo. Na kuna aina 3 za mizigo. Aina ya kwanza ni mizigo ipasayo. Kila mmoja anawajibika kufanya yale ambayo Kristo amemuita kuyafanya. Sisi kama wadau wa sinodi tuna wajibu wa kufanya yale ambayo Baba Askofu katika maono na katika kuangaziwa na Roho Mtakatifu aliyaona lazima sisi kama familia ya Mungu Jimbo Katoliki Moshi tuweze kuyafanya. Wazazi wana wajibu wao, vijana wana wajibu wao, mapadre tuna wajibu wetu, watawa tuna wajibu wetu katika utume, katika kanisa, katika familia. Kwa hiyo aina ya kwanza ya mizigo ni mizigo ipasayo. Mwambie mwenzako mizigo ipasayo. Na hiyo inabebwa kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu na wokovu wetu. Aina ya pili ya mizigo ambayo tunaangaishwa nayo ni mizigo ya kujitakia. Hebu mwambie mwenzako mizigo ya kujitakia. Ninaona vijana wengi, mimi kama mkurugenzi wa vijana, katika yale ambayo hayampendezi Mungu, uvunjaji wa sheria za Mungu, amri za Mungu, basi ni mizigo ya kujitakia. Leo tumeanza safari, sio mwisho, safari ya kuachana na ile mizigo ambayo hatupaswi kuwa nayo. Sisemi tu ni vijana, watu wa ndoa, sisi mapadre, watawa, wanasiasa, tuna mizigo ya kujitakia. Kristo ambaye anasema twende kwake, tukajifunze kwake, ana moyo wa kutusaidia katika mizigo ile ambayo ni ya kujitakia. Na mizigo ya tatu au misalaba ya aina ya tatu ni misalaba ya kusingiziwa. Mwambie mwenzako misalaba ya kusingiziwa. Lakini vizuri usingiziwe vitu vya kweli kuliko vya uongo. Kwa hiyo katika yote hayo Kristo anaonyesha moyo wake. Neno hilo moyo linajitokeza zaidi ya mara 480 katika Agano la Kale na Agano Jipya katika maandiko matakatifu. Tunaitwa tuweze sasa kuanza maisha yetu katika safari hii, safari ya sinodi, safari ya mahujaji wa mwaka wa jubilei kuu, safari ya Ukristo, safari yetu sisi wa Katoliki kubadilika na kuanza maisha yanayompendeza Mungu. Na tunajua tukifanya kama Kristo anavyotaka, anayesema nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi, hatutalemewa tena, hatutakata tamaa tena. Tutaona jinsi Kristo anavyotusaidia kama tunavyoanza sasa kufurahia tutakapoelekea katika kituo cha 14 pale kanisa la Longuo, na kila mmoja wetu aende kumwomba Mungu msamaha kwa kuungama, kwa kufanya sakramenti, kwa kushiriki sakramenti ya maungamo. Tutaona ile mizigo, hata ile ya kujitakia, basi hata ile ambayo ipasayo, ambayo hatukutimiza wajibu tunayosema katika ibada ya misa, na kwa kutotimiza nini wajibu, ni dhambi kubwa kabisa. Sisi mapadri, dhambi za kutotimiza wajibu, sisi watawa, sisi vijana, watoto, wanasiasa, wanazuoni, lakini pia kumwomba Mungu aweze kutupa mambo makuu matatu. Tuweze kuwa sasa na kufikiri kupya kwa Kikristo, kupenda kupya na kutenda kama Kristo alivyotenda hadi akafia msalabani. Tumsifu Yesu Kristo.